Haki Elimu ni mradi unaofahamika hapa nchini Tanzania tangu zamani, lakini hivi sasa umekuja na chama cha Rafiki wa Elimu wa ufuatiliaji uwajibikaji wa jamii katika makuzi na malezi ya awali kwa mtoto ndani ya mji wa Kigoma. Je, wamejikita katika upande upi haswa? Huyu ni Naomi Mwakilembe, yeye ni afisa usalama kutoka Haki Elimu. Anakwenda kutujuza zaidi kuhusiana na mradi huu mpana. Ninaitwa Naomi Mwakilembe, nafanya kazi na shirika la Haki Elimu kama afisa program kwenye idara ya ushiriki na uwajibikaji wa jamii. Kikubwa kwa Kigoma, na si Kigoma tu, ni kwenye wilaya 4 Tanzania nzima. Tuna Kilwa, tuna Babati, tuna Mpwapwa, lakini pia tuna Kigoma, halmashauri ya wilaya. Wao tuliowezesha kufa marafiki wa elimu 18, lakini sisi tunaita sasa kikundi kazi jamii, kwa maana kwamba kina kazi ya kufanya kwenye jamii. Na ukiangalia si marafiki wa elimu tu, lakini pia na wadau wengine kama maafisa elimu wa kata, lakini maafisa wa maendeleo ya jamii pia wapo katika kikundi kazi. Tuliwawezesha kufahamu programu nzima ya MAM, programu ya maendeleo na makuzi ya awali ya mtoto. Kikubwa ambacho sisi Haki Elimu tunachokitaka ni jamii iweze kutilia mkazo, sababu mpango huu unaisha mwaka 2026, ni mwakani tu, lakini ukiangalia sidhani kama inafahamika kukaa hivyo kwenye jamii. Na kama ambavyo tumeona kwenye ripoti ambayo marafiki wa elimu wameiwasilisha baada ya kufanya zoezi la uwajibikaji jamii kwenye kata 4 zilizoko halmashauri ya wilaya ya Kigoma, imeonekana kabisa uelewa bado ni mdogo na wana kazi ya kufanya. Wanatakiwa warudi kwenye jamii kwenda kuelimisha jamii. Kwa maana ukiangalia ile hali ya wazazi kutambua kuhusiana na malezi na makuzi ya mtoto bado ni nzuri, lakini bado iko chini, inahitaji marekebisho kidogo. Ukiangalia shule zilizopo za madarasa ya awali na zenyewe zinahitajiwa kufanyia marekebisho kama ambavyo mmeona, na watoto wanakaa chini. Tumeambiwa kwamba wanatakiwa wakae kwenye mikeka au maturubai, lakini pia kuwe na vifaa ambavyo vitawawezesha watoto kutambua zaidi au kujifunza zaidi, pia havipo. Kwa hiyo ni eneo hapo pia linaonekana linatakiwa marekebisho. Siwezi kusema kwamba kimeshindikana kwa sababu kazi hii tuliyoifanya haitupi, sababu ni sehemu ndogo tu. Na sijawasiliana wenzangu kujua wilaya nyingine imetokea nini, kwa sababu vinafanyika kwa wakati mmoja. Lakini tunaweza tukasema kwamba bado elimu inatakiwa kutolewa kwenye jamii kuhusiana na makuzi na malezi na makuzi na maendeleo ya mtoto. Ukiangalia kikubwa bado kuna masuala ya ukatili yanafanyika. Bado swala la unyonyeshaji mfano halifanyiki vile miaka miwili, wazazi wanaacha wanaenda kutafuta, wanaacha watoto wakiwa hawana ulinzi wa kutosha nyumbani. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo sisi tunaona hasa kwenye swala la uelewa. Tukijikita hapo zaidi, nadhani mambo mengine ni rahisi kutekelezeka. Matarajio yetu hasa jamii itaelimika na itachukua hatua za kuboresha makuzi na maendeleo ya watoto wao. Sasa tunachotaka ni mtoto ambaye amejengewa ule msingi wa awali, anajitambua yeye mwenyewe, lakini anakuwa akitambua mazingira alionayo yanayomzunguka, anawatambua alionao, lakini anapata yale ambayo wale ambao walimleta duniani pamoja na wanaomzunguka, anapata malezi toka kwao mazuri ambayo yanamsaidia. Maana hapo tunachotaka ni kila mtoto wa Tanzania apate elimu na apate elimu bora, lakini pili elimu hiyo iweze kumuandaa iweze kumuandaa aweze kuwa Mtanzania bora wa baadaye ambaye atashiriki katika kuleta maendeleo ya Tanzania. Kwa kuna masuala ya lishe mle ndani ya hiyo program, kuna masuala ya malezi mwitikio, kuna masuala ya afya, kuna masuala ya hivyo vituo vya awali. Vyote kwa pamoja tunataka vifanyike ili mtoto huyu, tukisema mtoto yuko kwanza amepata malezi mazuri ya kutosha nyumbani, lakini pia akavuka akaenda darasa la awali na kwenyewe akapata malezi mazuri, tutakuwa na Mtanzania bora sana ambaye anatambua zaidi mazingira yake na anaweza akatumia yale mazingira kujiboresha yeye mwenyewe, lakini na kuboresha nchi yetu. Asante sana.